Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ayuha almushahidu alkiram, ayuha alhadir, urahibukum fi hadhihi kanati lecture. Ismi Ibrahim Marwa, muallimukum. Alyawma insha Allah sawfa na'khudh shay'un muhim wa sawfa nata'allam lughatu al-arabiyya, kaifiyatu istikhdam ba'd asma'i al-ishara wa dhamair al-milkiyya wa afrad al-usra. Kwa uwezo wake Allah, leo tutajifunza matumizi ya dhamairul milkiyya pamoja na afradul usra. Leo video hii ambayo nimekuandalia nzuri, utakwenda kugundua kitu muhimu kweli kweli ambacho utakachokipata. Majina ya familia utatambua baba anaitwaje, watoto wanaitwaje, bibi anaitwaje na wengineo. Pia utajua namna kutumia dhamairul milkiyya. Dhamairul milkiyya ni zile ambazo zinazokumilikisha. Unaposema mfano hivi, hiki ni kitu cha kwangu, hiki ni cha kwake, ndicho ambacho tunaojifunza uweze kuongea Kiarabu. Lakini katika video hii nimekuwekea pia na asmaul ishara, baadhi ya asmaul ishara ambazo tayari tumekwisha zitumia, mfano hadha na hadhi. Kwa ujumla inapatikana sentensi nzima. Sasa kama utakuwa umependa video hii na umejifunza kitu muhimu, ndugu yangu, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini pia usisahau kucomment wala kutunga sentensi moja kwa kitu ambacho tutachokwenda kujifunza. Karibu sana tuweze kujifunza katika video hii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu ayuha almushahidun kiram katika channel hii kujifunza lugha ya Kiarabu. Kwa wale ambao wanafuatilia masomo haya, leo tutakuwa somo la 3. Sofa nakun fi darsi thalith, katika somo la 3. Somo la kwanza na la pili, tukifanya flashback ya nyuma, somo la kwanza pamoja na somo la pili. Katika somo la kwanza huku tuliangalia vitu tofauti tofauti. Tuliangalia kwanza katika at-tahiyatu. At-tahiyatu maana kujitambulisha. Tuangalia tahiyatu. Katika salamu. Pia tukaenda katika taaruf na kujitambulisha. Lakini tukaangalia katika asmaul ishara vitu viwili, hadha na hadhi. Tukaangalia kupitia hizo sehemu mbili. Tukasema hadha na mwanamume na jinsia ya kiume, na hadhi hii kwa mwanamke na kitu chochote cha jinsia ya kike. Na tukatunga sentensi mbalimbali, mfano tukasema hadha kitabu, hadhihi madrasatu. Sawa. Lakini somo la pili tuliangalia sana mazoezi ambayo yanahusu kutoka huku. Tukafanya mazoezi ya kutosha mbalimbali na kuweka sauti za watoto ambao wakiongea Kiarabu katika kujitambulisha. Na imani kwa wote ambao waliofuatilia somo la kwanza na la pili wamefaidika na wamejifunza zaidi. Hakikisha umesubscribe hapo na umelike na ucomment, na wala usikose video hii, tazama mpaka mwisho. Leo tunakwenda sehemu ya 3 sasa. Katika sehemu ya 3 tunaojifunza nini? Afradul usrati wa dhamairul milkiyya. Afradul usrati wa dhamairul milkiyya. Family members. Kwa Kiingereza tunasema family members, au kwa Kiswahili tunasema nini? Wadau wa familia, yani wana family yale. Wana family ni kata familia ni pale babu, bibi na ndio hapo. Dhamairul milkiyya, na dhamiri za umiliki. Kwa hiyo leo katika hii somo la 3 hili tutajifunza kitu cha kwanza, tunasema afradul usra, family members. Tunaoja kujifunza na dhamairul milkiyya, dhamiri za umiliki. Dhamiri za umiliki ni zipi? Ni zile ambazo mtu unasema hiki ni cha kwangu, cha kwake. Lakini tutajifunza katika zile sentences simple. Tukisema afradul usra tunachokusudia family members, mfano father, mother, baba na wengineo. Haya, tutaanza kabisa sehemu yetu ya kwanza hii. Sehemu ya kwanza inasema afradul usra.
Katika sehemu ya kwanza tutakuwa na majina ya familia au kwa Kiingereza tunasema family members. Tunakwenda kujifunza, tuangalie kwa ufupi majina ya wana family. Baba anaitwaje, mama anaitwaje, kaka anaitwaje na wengineo. Huenda tujifunza vyote, lakini kadri utakavyozidi kufuatilia chaneli hii utafaidika zaidi. Lakini nikwambie kitu kimoja, lugha ni lazima ufanye mazoezi ya kuongea Kiarabu. Jitahidi hapo ulipoongea Kiarabu. Kama utahitajia msaada zaidi, pia tunaweza tukasaidiana. Tuendelee. Kwanza kabisa tutakuwa na picha yetu hapa. Afradul usrati. Tamka afradul usrati. Afradul usrati maana tunasema family members au majina ya familia. Tutakuwa na abun. Tukiangalia hapa, ndio niwatie mshale hapa uone. Huyu ndo abun. Ambao nani? Ni baba huyo. Sawa? Alafu huyu hapa ni ummu. Nani? Mama. Huyu hapa akhun. Huyu ni kaka. Ngoja mshale wako naangalia. Alafu huyu hapa ni ukhtun. Dada. Sawa? Na huyu hapa ni tiflatun, mtoto wa kike. Mtoto mdogo kabisa. Alafu hapa kabisa tuna tiflun. Huyu huko amebebwa, mtoto wa kiume. Huyo nimekuwekea mfano wa picha ambao utakao kuongoza wewe katika kujifunza hii. Kwa abun, baba anaitwa abun au ina lugha mbili, unaweza kusema abun au ukasema waladun. Mama anaitwa ummun. Anaitwa nani? Ummun. Unaweza ukasema ummun au ukasema walidatun. Afwan, hapa ni sawa waladun, afwan, hapa ni walidun. Walidun. Lakini mama nani? Ummun au walidatun. Akhun manake nani? Kaka. Ukhtun, dada. Tiflatun ni mtoto wa kike mdogo wale. Tiflun mtoto wa kiume. Pia tuna waladun na vinginevyo. Haya, sasa hiyo ilikuwa ni majina ambapo nimekuonesha mfano wa picha katika majina ya familia. Tukaangalia zaidi hapa. Jaddun, ambapo niliandika hapa jaddun manake babu. Bibi anaitwa jaddatun. Kwa jaddu, jadda, jaddatu. Babu, bibi. Abun, baba. Au unaweza kumuita nani? Walidun. Anaweza kaitwa walidun. Ummun, mama. Au unaweza kusema nini? Walidatun, mama. Akhun, afan, tuanze ku. Zaujun, mume. Zaujun ni mume. Zaujatun, mke. Zaujatun ni mke. Akhun, akhun ni kaka. Ukhtun, dada. Sawa. Ibnu, mtoto wa kiume. Bintu ni mtoto wa kike. Sawa. Ibnu mtoto wa kiume, bintu mtoto wa kike. Mpaka hapo nimekwisha fungua akili yako kufahamu vitu hivi, ambapo nimekwambia cha kwanza huku kabisa tuna babu na bibi, jaddo, jaddatu. Hapa tuna wazazi wetu, mama, sawa. Tuna abun, walidun, abun au walidun, ummu au walidatu. Hapa tuna zaujun, mume na mke. Zaujun. Kwa hapo ni lazima ufahamu tu hivyo. Hapa tuna akhun na ukhtun na hapa tuna ibnu na bintu. Sasa baada ya hapo tutaona kuangalia namna kumilikisha vitu hivi. Tuseme bibi yangu, huyu ni bibi yake. Tukaangalia sehemu yetu ya pili. Sehemu ya pili tunaenda kujifunza dhamairul milkia. Kama nilivyokuambia tuna sehemu mbili za family members, afradul usra, pia tuna dhamairul milkia, dhamiri za umiliki. Sawa? Dhamiri za umiliki hapa tutakuwa na ile attached pronouns, family pronouns ambazo zimeungana. Hii tunakwenda kujifunza nini? Hii dhamairul milkia tunakwenda kuangalia ukitaka kusema huyu ni bibi yangu, huyu ni babu yangu, utasemaje? Ndicho ambacho tutakwenda kujifunza leo. Twende. Angalia katika ubao wako. Kwanza kabisa juu tutasema dhamairul milkia. Dhamairul milkia. Dhamiri za umiliki. Unapotaka kuzungumza
hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwake. Hapa tutakuwa na zile dhamairul mufradi, dhamiri za moja moja. Kwanza tutakuwa na ya yenye sukun, ambapo ikiwa na maana ya mai, sawa, lakini haina maana kwamba ukitaka kusema hichi ni cha kwangu seti ma useme tu ya, hapana. Hii nakupatia ni vitu ambavyo tunakwenda kuunganisha. Katika Kiingereza kuna prefix na suffix, sawa. Tuna mzizi wa mwanzo na mwisho. Kwa hichi tutaenda kujifunza kuongeza sehemu ya mwisho. Tunakaa. Hii kwanza ya ni ya mimi ninayezungumza. Yaani wewe mzungumzaji wa lugha ya Kiarabu unayozungumza, unataka kusema hiki ni cha kwangu, unatumia nini? Ya, inabidi na sukuni. Lakini ka ambao ndio yua, hii ni ya mwanaume, unaambia cha kwako mwanaume. Ki ni ya mwanamke, unaambia ya kwako wewe mwanamke, female. Huu ni ya mwanamke, afa ni ya mwanaume, ambapo tunasema ni his. Ha ni ya mwanamke, ambapo tunasema ha. Na ni ya kwetu sisi wote, ambao ni awa. Sikiliza sasa. Hii ili uweze kuitumia, kuna kitu kidogo, kanuni ndogo tu ambayo nataka uifanye. Kanuni yenyewe ni hii. Baada ya kuangalia vile vitu, mfano ya afan na mfano ya ambayo ina sukuni, sawa, unachokifanya wewe hii ya unaiongeza mwisho wa jina. Mwisho wa jina. Mfano hivi, una jina lako kitabu. Kitabu. Sawa? Hii jina lako kitabu, ukitaka sasa kujimilikisha liwe la kwako wewe, unachokifanya unachukua hii ya unaongeza mwisho wa jina. Sawa? Inakuwa hivi, kitabi. Kitabi. Inakuwa kitabi. Umeona? Kutoka kusema kitabu, unaposema kitabi, maana yake kitabu changu. Hii kanuni ambayo tumeifanya sasa hivi, unai-apply katika kila sentence, katika kila sehemu unataka kusema. Mfano hapa una ya kwangu mimi, una ka. Unachokifanya sasa wewe unaongeza tu kwa mwisho wa neno. Mfano kitabu na kwa kitabu ka. Maana imekuwa kitabi. Unaweza swali moja ukajiuliza, kwa nini hapa ilikuwa na dhammatain, hapa imekuja kuwa na kasra? Kwa sababu kuna hii kanuni tutaposema ya usukun. Hii ni ya ulmad. Ya ni mada. Ya ni mada, sharti yake inapokuja ya mada, herufi ya nyuma yake lazima iwe na kasra. Ndio maana tumefanya hivi, tumebadilisha hii imekuwa hii. Sawa? Kwa sababu kama ungesema uweke dhamma ingekuwa kitabui, ingekuwa haileti maana yote. Kwa hiyo inakuwa kitabi. Pale itakuwa kitabu. Kwa maana kile utasema kitabu ki. Kitabu ha, kitabu hu, kitabu na mfano wa hivyo. Lakini ikihitajia uelewa zaidi, nipo namba yangu inaonekana screen hapo, tutasaidia. Karibu sasa tujifunze lugha ya Kiarabu. Haya. Angalia sentensi hapa ambazo za mfano. Abi, baba yangu. Umeona? Unaikuta nini? Ya sukuni mwisho. Maana my father. Akhuka, kaka yako. Your brother, ambayo nani? Mwanamke, mwanaume. Akhuka. Ka inarudi kule pale. Ukhtuki, dada yako. Umeona? Ukhtuki nani? Dada yako, ambapo tunatoa hapa. Tunaelewa vizuri? Hii tunaitoa hapa na hii tunaitoa hapa. Haya, tunakuja ummuhu. Ummuhu his mother, ambaye nani? Mwanaume. Hiyo tunaitoa hapa. Yes. Ummuhu tunaitoa kwenye hu. Unaona? Ummuhu. Lakini tuna kitu tunasema kitabu ha, kitabu chake. Habuk, mwanamke huyo. Hiyo sisi tumetoa kitabu hu, tumetoa hapa ha, ambapo ukiangalia mwisho hapa utakuta kuna hii ha ambapo nimekuwekea hapa kufupi. Lakini tunakwenda kingine tunasema ahuna, our brother, kaka yetu. Hiyo tumetoa wapi? Hiyo tumetoa katika na,
Ndio maana ukiangalia mwisho utakuta hii na ambayo nimewekea. Kwa hapa nimewekea kwa ufupi ili ni rahisi wewe kuweza kuelewa na kutunga sentensi. Yes, Nemani kuanzia sehemu ya kwanza katika afradul usra mpaka tadhamairu milikia sehemu ya pili umekusha jifunza baadhi ya vitu. Pale baba tumesema abun, tunasema abi, baba yangu. Sasa tutakwenda sehemu ya tatu ambayo ni sehemu ya mwisho, sentensi ambazo zimekusanya hii hapa sehemu ya dhamairu milikia imekusana na afradul usra. Twende katika sehemu ya tatu tuweze kuangalia. Kule ambaye anapenda masomo ya lugha ya Kiarabu, hakikisha umetafuta WhatsApp kwa namba 0785766703 uweze kujifunza lugha zaidi, na pia kama unapenda kujifunza Qur'ani pia karibu sana. Sehemu ya tatu hapa, kama unavyoona sehemu ya tatu, tutakuwa na kitu kinaitwa jumalu tamthilia. Jumalu tamthilia, sentensi za mifano, sentensi ambazo tunatolea nini mfano katika kile ambacho tumejifunza sehemu ya kwanza na ya pili. Sawa, twende katika ajumalu. Jumalu maana yake ni sentensi, ikiwa moja tunasema jumla. Sawa, tutakuwa na sentensi ya kwanza mpaka ya tatu na zingine zitakuwepo. Mfano, hadhihi ummi. Sawa, hadhihi ummi, hapa utapata kitu. Hii hadhihi ni katika asmaul ishara ambayo tumekwisha jifunza na nimegusia hapo nyuma, ambapo inamaanisha hadhihi hiki ni. Kwa hadhihi ummi, huyo ni nani? Mama yangu. Ismuha Fatima, jina lake ni nani? Ni Fatima. Kwa hadhihi ummi ismuha Fatima, huyu ni mama yangu, jina lake anaitwa Fatima. Ha inarudi kwa ile ha ya mwanamke. Kwa utakuta sentensi yote ya Kiarabu ina hii ha katika jina mwisho imeongezeka, mfano hii ismuha, basi ujue hii ha inarudi kwa mwanamke au kile kitu ambacho kina jinsia ya kike. Hadha abi, huyu ni baba yangu. Hii tumesema baba yangu kwa sababu tuna ya usukuni ambayo nimewafundisha. Wadhifatuhu tabibun, mwana cheo chake ni daktari, kazi yake cheo chake ni daktari. Hadha akhi, huyu ni kaka yangu. Kitabuhu fil haqiba, kitabu chake kipo ndani ya mkoba au ndani ya begi. Hapa unakuta hii ya tayari maana yake inakuwa ni ya kwangu, na hii huu inarudi kwa mwanaume ambao ni hapa akhi, huyu ni abi. Haya, na sentensi ya 4, tilka ukhti, yule dada yangu. Umeona tilka ikiwa mbali, sawa. Laha daftarun jamilun, ana daftari nzuri. Hadhihi jaddati baituha ba'id, huyu ni bibi yangu. Jaddati tushajifunza jaddatu, tumesema jaddati kwa sababu imilikishi imekuja mwisho. Baituha ba'id, nyumba yake iko mbali. Hadha jaddi, huyu ni babu yangu. Sayyaratuhu kabira, gari lake ni kubwa. Huu inarudi kwa babu, ha inarudi kwa bibi. Sawa, huo ndio mfano wa sentensi ambao kila mmoja anatakiwa afahamu katika kuongea Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni rahisi, ukijua tu kanuni chache tu ambazo zitakuongoza hazitakupa tabu. Mfano utaposema tu baituha ba'id, utajua kabisa hii ha inarudi kwa yule nani? Bibi ambaye yuko hapa. Haya, tutakuwa na sentensi ya 7 mpaka ya 9 na ambayo tutakuwa tunamalizia. Aina ummuka, aina ummuka, mama yako yuko wapi? Aina tutajifunza mbele inshallah, ni kati adawatu istifham. Video zangu za nyuma zimekushaelezea adawatu istifham, vyombo vya kuulizia swali. Anasema aina ummuka, unauliza mama yako yuko wapi. Kwa unapotaka kuuliza kwamba hivi kitu fulani kiko wapi au mtu fulani yuko wapi, hakikisha unatumia nini? Aina. Mfano, aina anta, wewe uko wapi? Aina abuk, kwa hapa aina ummuka, mama yako yuko wapi? Utajiuliza swali, hii kaf inarudi kwa nani? Inarudi kwa mwanaume ambaye ni nani? Anta. Hiya fil matbakhi, mama yuko jikoni. Hiya inarudi kwa nani? Kwa ummu. Hiya inarudi hapa. Hiya fil matbakhi inarudi kwa nani?
kwa mama, yeye ipo jikoni. She is in the kitchen, ambao hii tutasema ni she. Namba 8, aina abuka, baba yako yuko wapi? Huwa fil masjidi, yeye yuko wapi? Msikitini. Hii huwa inarudi kwa abu hapa. Tilka ghurfatuna wadhalika waliduna, kile ni chumba chetu. Wadhalika waliduna, na yule ni baba yetu. Ina inarudi kwa nani? Kwa huyu baba hapa, na tumeshajifunza sawa. Inarudi kwa nani? Baba. Waliduna pamoja pia na nani inarudi kwa huyu walidu. Tumesema baba anaitwa abu, au unaweza kusema nini? Walidu. Imekuwa waliduna kwa sababu ya na ya umilikishi hapa. Ina maana utakuwa umefahamu vizuri. Kama hutojali, ili kuonesha jinsi tunavyojifunza unaelewa, na mimi mwalimu kupata hamasa, naomba usubscribe, ulike na ucomment hapo chini. Tunga walau sentensi moja, ukisema huyu ni baba yangu, ukisema huyu ni mjomba wangu, katika hichi ambacho tumetoka kujifunza leo hii. Kufikia hapa mtakuwa sina la ziada. Kama utakuwa na swali, usisite kuuliza namba 0785766703 tuweze kujifunza zaidi. Na pia karibu katika kozi ya lugha ya Kiarabu naendesha kupitia WhatsApp group. Njoo jiunge kwa gharama ndogo sana. Na wewe ambaye huwezi kusoma sentensi za Kiarabu, nina kozi ambayo ninafundisha ndani ya mwezi mmoja, unapata kitabu kizuri na utaweza kuongea Kiarabu kwa urahisi kabisa na ukaendelea na masomo kama haya. Niseme shukrani na salama. Hongera, na imani umeelewa na umefaidika vizuri zaidi. Endelea kuwa nasi katika chaneli hii ya Lecture Online TV kwa mengi zaidi, na vipindi bora zaidi vitakuwa vinakuja. Na wakaribisha sana sana. Usisahau kusubscribe, like pia na kucomment. Tazama, na imani umeitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Asanteni kwa kuisikiliza. Ana uhibbukum fillah. Ma'as salama.